Uhali gani mtazamaji wa Upendo TV na msikilizaji wa Upendo FM Radio. Karibu katika mwendelezo wa makala maalum zinazohusu changamoto zinazoyakabili makuzi ya mtoto wa kike katika jamii yetu ya Kitanzania, tukimulika changamoto ya ndoa za utotoni katika jamii yetu. Katika makala iliyopita tuliangazia jinsi umasikini na kuvunjika kwa ndoa kunavyochochea ndoa za utotoni. Katika makala ya leo tunaendelea kuangazia jinsi malezi hafifu ya watoto yanavyochochea uwepo wa ndoa za utotoni katika wilaya hii ya Kilwa mkoani Lindi. Tafiti mbalimbali kuhusu ndoa za utotoni, ukiwamo uliofanywa na Benki ya Dunia na kuchapishwa kwenye chapisho la Tanzania Economic Update la Januari 2019, zinataja kutowajibika kwa baadhi ya wazazi katika malezi ya watoto kwamba huchangia uwepo wa ndoa za utotoni katika jamii. Wilayani Kilwa nakutana na Nurueli Maga ambaye ni afisa ustawi wa jamii. Kwanza, nataka kujua, je, ni kweli kuwa malezi ya upande mmoja yanaweza kuchangia uwepo wa ndoa za utotoni? Hii ndio kwa sehemu kubwa. Kwa sehemu kubwa, kama si sehemu kidogo, pia ndio inachangia. Kwa sababu unakuta mzazi mmoja anasema single mama anajiita. Mwingine naye labda alitelekezwa ama alikinzana tu kidogo akaamua kuishi maisha yake peke yake. Nazungumzia kwenye jamii ambazo uko vijijini ndani huko. Kwa hiyo nakuta naye baada ya muda naye anaona yuko na mtoto wa kike pale. Maisha naye yamemuia migumu. Anachofanya naona hapa niliopo bora niozeshe huyu mwanangu na mimi niweze kujikimu kimaisha. Mpenzi mtazamaji wa Upendo TV na msikilizaji wa Upendo FM Radio, kauli ya afisa ustawi wa jamii wilayani Kilwa Nurueli Maga inaungwa mkono na ile ya mwenyekiti wa kitongoji cha Mnazi Mmoja Kilwa Masoko Bwana Idi Bingwe, ambaye anazungumzia changamoto za malezi ambazo huchangiwa na baadhi ya wanaume kuziacha au kuzitoroka familia zao. Hali ya matokeo ndoa za utotoni kwa sasa niseme tu zimepungua kwa kiasi kikubwa, lakini wako baadhi ya familia au baadhi ya mabinti bado hizo tamaduni zipo na zinakuwepo kwa sababu ya namna ya malezi yakikosekana ndio hivyo vijitabia vinaendelea kuwepo. Lakini kwa wale ambao wana malezi mazuri, hizo tabia zimepungua kwa kiasi kikubwa. Kuna mabinti nasema wanakosa malezi kwa sababu toka imekuwa baba amesusa familia, na baba kimsingi ndio mwenye majukumu ya kuweza kulea familia. Lakini mababa wengi baada ya ujauzito kwa mama, aidha atawatekelekeza akiwa bado ananyonya, ama wakati umefika rika fulani, na uwezekana kwa kuachana ama kwa kusema mimi nahama, natoka sehemu moja kwenda nyingine kutafuta maisha, hatimaye akifika huko anaanza mahusiano mapya. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinapelekea kukosa malezi baadhi ya familia hizo ambazo ninazungumza. Ripoti ya haki za binadamu ya mwaka 2023 iliyotolewa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC inabainisha changamoto kadhaa katika sekta ya elimu nchini, zikiwamo ndoa za utotoni ambazo huwa kikwazo kwa wanafunzi hususan watoto wa kike. Ripoti hiyo inaungana na nyingine kadhaa zinazobainisha kuwa mabinti wanazongwa kiasi cha wengi kukosa haki hiyo ya msingi katika maisha yao. Hapa Kilwa pengine hali ikoje? Turejee tena kwa afisa ustawi wa jamii Nurueli Maga, kisha Joyce Joni ambaye ni mwakilishi wa shirika la Action Aid wilayani Kilwa. Kikubwa zaidi ni masuala kubwa ya kimila na kitamaduni. Sasa wengi kwa mfano kwenye jamii za kifugaji, wengi wanaamini mtoto wa kike hana faida yoyote katika jamii aliyozaliwa. Yeye anaamini yule ni wa kwenda kuendeleza mji mwingine. Kwa hiyo kikubwa anachoona yeye, ukiona mtoto wa kike kwake ni kama fursa ya kumongezea utajiri.
hasa kwenye eneo la mahari ambao asilimia kubwa ni mifugo. Lakini hii kubwa vinatokana na changamoto na ukosefu wa masuala ya elimu. Ndio nasema kikubwa tunawekeza kwenye elimu. Ili uikomboe jamii ni kuendelea kuwekeza kwenye elimu. Na pia tunajitahidi na sisi kwa kiwango kikubwa tumetoa elimu na tunaona matokeo chanya. Ripoti ya utafiti uliofanywa na Dr. Jonathan Ndaula kuhusu ndoa za utotoni miongoni mwa jamii ya Kimaasai katika wilaya ya Kilosa inaonyesha kuwa watoto wa kike huchukuliwa kama bidhaa hasa katika jamii za wafugaji kwa lengo la familia kupata utajiri wa ng'ombe au fedha kama mahari. Ripoti hiyo ambayo pia imechapishwa katika jarida la kitaaluma la Chuo Kikuu cha Mkwawa Disemba 2018 inakwenda mbali zaidi, ikieleza kuwa wapo wazazi ambao huwashawishi mabinti kuacha shule ili waingie kwenye ndoa wakiwa na umri mdogo. Hali hii inaakisiwa hapa Kilwa ambapo nimebahatika kukutana na binti ambaye alinusurika kuolewa katika umri mdogo kutokana na msukumo uliotoka kwa bibi yake. Hata hivyo alifanikiwa kuruka kiunzi hicho pale alipotumia mbinu za kuwasiliana na mama yake kwa siri kisha kutoroka. Changamoto ya kule kwanza unakuwa unajitegemea kwa kila kitu. Alafu pia unakuwa lazimishwa vitu kama hivi kuolewa. Ndio hivyo sababu ambayo ilinisababisha ndio nifanye nirudi. Alitokea mtu, huyo mtu alikuwa na mashamba ya korosho. Ndio nikaambiwa niolewe nikubali. Ikawaje? Nikapiga simu kwa mama, nikampigia simu, nikamwambia. Kwa hiyo alichokifanya akanitumia nauli, nikatoka nikaenda kwa babangu mdogo Mtola mjini, kule nikakaa, baadaye nikatoka ndo nikarudi huko Kivinje. Ulivompigia simu mama, bibi alisemaje? Bibi alikuwa hajui. Maana alikuwa ananiambia nisirudi huko, nikae tu kule nikubali. Kwa nikatumia tu njia asili kumpigia simu mama. Akiwa kwa bibi yake, binti huyu alikuwa akiishi na wenzake wawili. Lakini kwa nini binti huyu alikataa kuolewa licha ya kuwepo kwa msukumo kutoka kwa bibi yake? Tulikuwa watatu. Hao wengine hao mmoja aliondoka, alienda kwa shangazi. Na mwingine ndio ikasababisha nilifikopo mimi sijaondoka ikasababisha mpaka akapata mimba hapo kwa bibi. Mimi nikabatika kutoka. Lakini kwa nini binti huyu alikataa kuolewa licha ya kuwepo kwa msukumo kutoka kwa bibi yake? Nilikataa kwa sababu nilikuwa sina ndoto na sina malengo ya kuolewa bado. Ndio maana nikaamua nikatae, na hapo nilipo nafanywa process za kutaka kwenda kusoma. Siku yale alipigia mama simu akamwambia kwa nini mimi kule nimetoka nisikubali tu kukaa kule. Mama akamwambiaje, huyu hapo karudi kwa sababu sasa hivi inabidi nimwandae aondoke akasome. Kwa kule tu bibi tu akana ongea tu analalamika, nisingeondoka ningekaa kule. Kwa nilivyokuwa huko baada ya mwezi bado tukastukia huyo mwenzangu alikuwa anakaa naye ana mimba na alishawahi kukutwa na mwanaume ndani. Binti huyu licha ya kuwa mzaliwa pekee kwa mama na baba yake, baada ya kuhitimu masomo yake ya kidato cha 4, alifanya vizuri katika mitihani yake. Hata hivyo, hakufanikiwa kuendelea na hatua nyingine ya masomo. Familia iliwekeza nguvu kwa mtoto wa kiume aliachwa yatima na mama yake mdogo. Hivyo iliamuliwa kwamba mtoto huyu wa kiume asome kwanza. Akisha hitimu kama binti atakuwa bado na uhitaji wa kusoma, basi ndio aende chuoni. Hivyo mpaka sasa binti huyu yupo nyumbani akisubiri kaka yake ahitimu masomo yake mwaka huu ili naye akajiunge chuo cha ualimu kutimiza ndoto yake ya muda mrefu. Mkataba wa Afrika wa haki na usawa wa watoto unaelekeza ulinzi wa mtoto wa kike dhidi ya mila mbaya, huku malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa
yakihimiza usawa wa kijinsia. Lengo namba 5 linatoa wito mahususi kukomeshwa kwa mila potofu ifikapo mwaka 2030, zikiwamo ndoa za utotoni na za kulazimishwa. Zimekuwepo jitihada jumuishi za wadau wa utetezi wa haki za watoto kuhakikisha malengo haya yanatekelezeka. Hapa nakutana na mmoja wa watetezi wa haki hizo, Godwin Mngumi, kutoka shirika la TCRS. Kwanza, nataka kujua nini wajibu wao katika mapambano dhidi ya ndoa za utotoni. Nafasi yetu kama TCRS katika kuisaidia jamii kupunguza changamoto za ndoa za utotoni, hasa tunalenga katika upande wa kutoa elimu kwa jamii. Pengine tulikuwa na maswali mbalimbali, tulikuwa tunajaribu kuuliza jamii, labda wazazi wangapi ambao wako tayari maisha walioishi wao watoto wao wa kike waishi. Wazazi wengi walisema hawako tayari, wanatamani watoto wao waweze kufika mahali kufanikiwa, na tukiwa tunaamini sehemu ya mafanikio au namna ya kumfanya binti afanikiwe ni kwa kumelimisha, kumpeleka shule. Naam, mtazamaji wa Upendo TV na msikilizaji wa Upendo FM Radio, ndivyo tunavyohitimisha mfululizo wa makala hizi maalum kuhusu athari za ndoa za utotoni hapa wilayani Kilwa katika mkoa wa Lindi. Ulikuwa nami muandaaji na msimulizi wako Rozi Palanjo. Asante na nikutakie wakati mwema.